Mafanikio ya shilingi bilioni 200 hayatapimwa tu kwa kiasi cha fedha kilichotolewa, bali kwa mabadiliko halisi ya maisha ya wananchi, hususani vijana na wanawake. Kwa msingi huo, napenda kusisitiza baadhi ya masuala ikiwemo wizara, taasisi na mamlaka zote zinazoshiriki katika utekelezaji wa uwezeshaji kiuchumi lazima zibadilishe mtazamo kutoka katika kutoa fedha kwenda katika kusimamia matokeo ili matokeo yaweze kuonekana. Tulikuwa tunapata concerns, tulikuwa tunapata manunguniko katika baadhi ya maeneo kwenye fedha zile ambazo zilikuwa zinatoka kwa majaribio kupitia asilimia zile 4.2 katika baadhi ya maeneo, usumbufu ukiwa mwingi katika baadhi ya maeneo, elimu ikiwa haijafika ya kutosheleza katika baadhi ya maeneo, fedha zikibaki, ili hali kuna uhitaji mkubwa wa fedha hizo. Sasa Mheshimiwa Waziri wa Vijana, wewe ndio umepewa jukumu la kuratibu pamoja na wizara za kisekta, na kwa kuwa pia wizara za kisekta ninyi mnaratibu programs, fedha zitakaa maofisini, zitaenda kwenye taratibu zetu za kibenki, tuhakikishe fedha hizi zinawafikia walengwa. Mheshimiwa Rais hajataka hata fedha zikae serikalini. Mara zote tangu ashike wadhifa wa kuiongoza nchi hii amekuwa akielekeza fedha ziende kwenye miradi iliyokusudiwa. Kwenye hizi bilioni 200 zimekusudiwa zikawasaidie vijana, kina mama pamoja na watu wenye ulemavu. Tuendeni hizo fedha tuzifikishe kwa walengwa, na tena tuzifikishe kwa programu zilizokusudiwa. Tubadilisha utaratibu wa kugawa fedha kwa utaratibu wa zamani uliokuwa unatumika kupitia kwenye halmashauri zetu, kwa kuepusha fedha kwenda kwenye vikundi ambavyo havijalengwa, kwenda kwenye shughuli ambazo hazijakusudiwa, vikundi hewa. Sasa fedha hizi Mheshimiwa Rais hajakusudia ziende kwenye vikundi hewa. Sasa vikundi hewa havina matokeo. Ziende kwenye programu ambazo matokeo yataonekana.